Ninaitwa Dedan Jondi, mchungaji kiongozi kanisa la FPCT Nazareti Kasulu. Tuendelee na neno la Mungu. Tangu jana nilizungumzia ya kwamba tunazungumzia juu ya kichwa cha somo kinachosema maandalizi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na nikazungumza ya kwamba hii ni historia tu, maana Yesu Kristo mwana wa Mungu amekwisha kuzaliwa na kisha akafanya kazi hapa duniani, na kwa muda ule alioupanga akawa amemaliza, akapaa kwenda mbinguni, na mpaka sasa yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo tunachukua masomo haya kama sehemu ya historia ili tuweze kujua habari za Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona jinsi alivyotabiriwa, ya kwamba yeye alitabiriwa kwamba atazaliwa na mwanamke, lakini katika utabiri wake alitabiriwa tofauti na wanadamu wengine wanavyotabiriwa, na hata kuzaliwa kwake alizaliwa sawa na binadamu wengine, lakini katika hali ya kumpokea ilikuwa tofauti. Maana yeye alitabiriwa kama mfalme anayekuja kupambana katika vita. Baada ya kuwa tumesoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, tuliona jinsi atakavyozaliwa, lakini na jinsi atakavyopambana, ya kwamba uzao wa mwanamke utamponda kichwa uzao wa nyoka, na uzao wa nyoka utamponda kisigino uzao wa mwanamke. Maana yake anazaliwa, lakini anakuja kwenye mapambano, anakuja kwenye vita. Bwana Yesu atusaidie sana. Na tayari hii vita imekwisha kufanyika na ushindi umekwisha kupatikana, na ndio maana tuko hapa na tunaitwa tuliookoka, yani tuliokombolewa na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Ni baada ya vita ambavyo Yesu Kristo alipigana na kisha akashinda, na baada ya kushinda akapaa kaenda mbinguni. Huko anatuandalia mahali, ili mahali alipo na sisi tupate kuwepo. Kwa hiyo tunahitaji kuendelea kusonga mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Siwezi kuzungumza yote ambayo niliyazungumza jana, isipokuwa jana tuliishia katika kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Tulisoma pale na nikazungumza ya kwamba katika mstari ule unaonesha ya kwamba na unatangaza ya kwamba kuna sifa 4 za kuzaliwa kwa mkombozi wetu. Haleluya. Mungu anatoa tangazo la kuzaliwa mkombozi mwenye sifa 4 katika mstari huu wa 6 wa kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Na tangu jana niliwaambia jamani, sitahubiri, nitafundisha. Na sasa ninaendelea. Naomba turudie kusoma kile kitabu, halafu tuweze kuendelea na hizo sifa 4. Kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari ule wa 6, Biblia inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto wa kiume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amina. Hivyo ndivyo tulivyosoma kwa siku ya jana, na sasa tunaendelea ya kwamba hapa kuna sifa 4 za huyo atakayezaliwa, ambaye hapa alitabiriwa na nabii Isaya. Jana nikazungumza ya kwamba nabii Isaya anamuona mtoto amezaliwa, kwamba tayari yupo, lakini bado miaka 700 hajazaliwa, lakini yeye akamwona tayari amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hapa Biblia inatuambia, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, yani mtoto tayari amezaliwa. Na kwa macho ya kawaida na kwa akili ya kawaida, bila shaka wakati huo huo kwa nyakati zetu hizi tungeenda kumtafuta yuko wapi, maana amezaliwa.
Lakini kumbe nabii Isaya anafunuliwa na Mungu na kumuonesha ya kwamba tayari amezaliwa. Yeye anaona mbali zaidi na kusema ya kwamba sasa hiyo iliyoko mbali haiko mbali, iko hapa hapa na tayari imetimizwa, na kwa wakati wa Bwana Yesu Kristo akawa amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akazaliwa na sifa hizo 4, ya kwamba yeye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, namba 1; Mungu mwenye nguvu, namba 2; Baba wa milele, namba 3; Mfalme wa amani, namba 4. Sasa nikasema hizi sifa 4 nitazifafanua kwa siku ya leo, na sasa nahitaji tuweze kuanza. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 1, sifa yake ya kwamba yeye ni mshauri wa ajabu. Tunajua washauri, tunawafahamu, na katika ulimwengu huu kuna ofisi nyingi za ushauri na zenye washauri wengi sana. Wapo watu wanaoishi kwa sababu ni washauri, wanafanya kazi ya ushauri. Ofisi zipo, una shida, una tatizo, una jambo ambalo limekushinda, namna gani uweze kulitatua, unaenda kwenye ofisi hizo, na hizo ofisi waliomo wafanyakazi wa ofisi hizo wamesomea ushauri. Bwana Yesu atusaidie. Lakini pamoja na kwamba wamesomea ushauri na wametengeneza hata ofisi na wanaishi kwa sababu ya ushauri, lakini wao sio washauri wa ajabu. Wa ajabu ni mmoja tu, Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Huyo ndiye mshauri ambaye hawezi kushindwa na jambo lolote, maana yeye ni muweza. Lakini washauri wote wa duniani wanaweza wakashindwa kushauri jambo fulani, hawawezi kuweza matatizo ya binadamu wote. Lakini mshauri wa ajabu ambaye ni Yesu Kristo, yeye hashindwi na jambo lolote. Kwa hiyo hata kama umekwisha kwenda kwa washauri mbalimbali kwa ajili ya matatizo ulio nayo, lakini nikuambie mshauri wa ajabu ambaye ni mshauri wa kweli ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na huyo ili uweze kupata ushauri wake ni kujipatanisha na yeye na kupiga magoti na kumwambia ya kwamba sasa Yesu Kristo nakuja kwako, maana wewe ndiye mshauri, tena mshauri wa ajabu, tofauti na washauri wengine, na hao nimewaacha na kuangalia wewe tu, nasonga mbele kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mshauri wa ajabu ni mmoja tu, Yesu Kristo mwana wa Mungu, tena ambaye alizaliwa na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sijajua kwa nini na Biblia inasema kwamba kazaliwa na mwanamke. Hivi kuna mwanaume anazaa? Kila anayezaa si mwanamke tu basi? Bwana Yesu asifiwe. Au labda niwaulize wa baba, ninyi bila shaka mumesoma sana na mnajua mwanaume anazaa? Anazaa? Bwana Yesu asifiwe. Anazaa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tunaweza tukatofautisha, sijua anazaa wanazalisha. Anabeba ujauzito. Haya, sasa mtajua wenyewe huko kwenye maabara zenu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwa undani, mwanaume anazaa na tena watoto wake wako kiunoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye viuno ndimo watoto walimo, alafu sasa ndio wanaachiliwa, baadaye wanakuja kuonekana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo yeye huyu Yesu Kristo, pamoja na kwamba yeye ni mshauri wa ajabu, lakini bado ni mwalimu mkuu wa washauri wote walioko duniani. Yeye ni mwalimu mkuu na mshauri mkuu wa watu wote walioko duniani. Jina la Bwana libarikiwe.
Hakuna msomi yeyote ambaye amesoma sheria, ambaye amesoma ushauri, ambaye yuko juu ya Yesu Kristo, isipokuwa Yesu yuko juu ya wote hao. Maana yake wote tunahitaji kusalenda kwake. Tusome kitabu cha Yohana sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 2. Yohana mtakatifu sura ya 3 mstari wa 1, Biblia inasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia Yesu usiku akamwambia, Rabi, tunajua kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu katika kitabu hiki cha Yohana sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 2 linasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimujia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba palikuwa na mtu, manake kama vile historia anatukumbusha huko ya kwamba palikuwa na mtu ambaye ni mmoja wa Mafarisayo, jina lake akiitwa Nikodemo. Na tunapozungumza Mafarisayo au Farisayo, hatuna maana ya jina isipokuwa ni cheo. Ili uweze kuitwa Farisayo, unatakiwa umesoma sheria za Kiyahudi kwa muda wa miaka 39, na mwaka wa 40 hapo ndipo nahitimu sasa unafanyiwa sherehe na kuitwa Farisayo. Na kwa maana hiyo, huyu Nikodemu alikuwa ni msomi mkubwa wa sheria zote za Kiyahudi, na ndiyo maana mpaka akaitwa Farisayo. Leo hii wasomi tulio nao, mara kwa mara tunaposikia huyu ni msomi mkubwa, tunasema ya kwamba huyu ni profesa. Sawa sio sawa? Wasomi, kuna cheo kingine zaidi ya profesa? Hapo ni mwisho wa mambo yote. Bwana Yesu atusaidie. Lakini bado hata huyo profesa hajasoma mambo yote, ana kitu ambacho amesoma. Haleluya. Sasa huoni hata huyu profesa naye bado ni bwana mdogo kwa Yesu? Sawa na huyu Farisayo, yeye amesoma sheria zote za Kiyahudi na hatimaye akatunukiwa cheo cha Farisayo. Lakini bado maandiko matakatifu yanatuambia ya kwamba huyu alimujia Yesu usiku. Maana yake, kwa nini anamwendea usiku? Na yeye alikuwa na wanafunzi nyuma yake, maana yake wasimuone jinsi anavyokwenda na yeye kuuliza, wasije wakamdharau kwamba mwalimu wetu hajui chochote. Bwana Yesu atusaidie. Anaenda kwa maficha sionekane. Leo hii kuna hata watu wamo makanisani, lakini bado wanaenda kutafuta msaada kwa wachawi na waaguzi, na wanapokwenda hawaendi mchana. Au ninyi mnasemaje? Wanaenda usiku, tena kwa kujificha ili wasijulikane. Lakini ninakuambia, macho ya Bwana yanaona kila mahali, na bado Mungu hajarara, na bado sifa mojawapo ya Mungu ni kuwepo kila mahali. Kwa kila unapoenda na kila unachokifanya, Mungu anakiona. Kwa hiyo hakuna pa kujificha. Sasa huyu Farisayo akajificha, akamwendea Yesu usiku. Biblia inatuambia ya kwamba huyo alikuwa ni mkuu wa Wayahudi, lakini bado anahitaji msaada kwa Yesu Kristo, ambavyo hata mkuu yeyote ambaye yuko katika dunia hii, haijalishi yeye ni nani, bado anahitaji msaada kwa Yesu Kristo.
maana hajajitosheleza na wala hawezi kujitosheleza bila kuwa na Yesu katika maisha yake. Kwa hiyo watu wote tunahitaji kumwendea Yesu kama tulivyo wazima, bila kujarisha cheo chako, bila kujarisha elimu yako, bila kujarisha utajiri wako, bila kujarisha umasikini wako. Tunahitaji kwenda moja kwa moja wazima, maana yake tunajikabidhi kwake, halafu naye yuko tayari kutupokea. Haleluya. Ndiye huyu Farisayo anaanza kumsifia Yesu, anamwambia, Rabi, twajua ya kuwa wewe mwalimu, na bado hata rabi nayo ni cheo, yani maana yake mwalimu. Kwa nini anasema rabi? Maana yake huyu ni mwalimu wa walimu, sio mwalimu wa kawaida. Bwana Yesu atusaidie sana. Anasema, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu, na tena tunaamini ya kwamba umetoka kwa Mungu. Akataja na sababu zinazomfanya aseme kwamba ametoka kwa Mungu. Sababu mojawapo aliyoitaja, alisema hivi, kwa maana hakuna ambaye anaweza kafanya ishara hizi kama hakutoka kwa Mungu. Kwa hiyo waliotoka kwa Mungu wanajulikana na mambo yao yote huwa yanashangaza ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujashangaza ulimwengu, bado tuna wasiwasi na maisha yako ya kiroho. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hii inamdhihirisha Yesu Kristo ya kwamba yeye ni mshauri wa washauri, na yeye ni mwalimu mkuu wa walimu wakuu wa sheria na wa washauri. Yeye hashindwi na jambo lolote, yeye anaweza mambo yote. Na kwa maana hiyo basi tunahitaji kumwachia Yesu maisha yetu ili aweze kuyatawala yeye, na kama tukitembea tutembee na yeye, na hata kama ni kuzungumuza tuzungumuze na yeye, na yeye mwenyewe amekwisha kuahidi ya kwamba atakuwa ndani yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiishi katika matatizo wakati mshauri wa ajabu yuko pamoja na wewe, maana hayuko mbali. Kuna watu wanalia kwa sababu ya matatizo, wameshindwa namna ya kutatua, na ndiyo maana baadhi ya watu huwa wanajinyonga. Hawa wanaojinyonga ni baada ya kuwa wamekosa majibu ya matatizo yao, lakini wanaona suluhisho ni kuondoka katika dunia hii. Lakini nikuambie mpendwa, kama utajinyonga kwa sababu ya matatizo, umeshindwa kuyatatua, jehanamu ni ya kwako, maana huna tofauti na mtu aliyeua mtu mwingine. Kwa hiyo ni vizuri kuishi katika Kristo. Matatizo ulionayo, shida ulizonazo, hutaendelea kuishi katika hizo. Yesu Kristo amekwisha kutokeza mlango wa kutokea. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo niombe niende katika kipengele cha pili. Mungu mwenye nguvu. Yesu ni Mungu mwenye nini? Jamani, tuko pamoja? Amen. Mungu mwenye nguvu. Kwa nini tunasema ya kwamba ni Mungu mwenye nguvu? Ni kwa sababu yeye kwanza hashindwi na jambo lolote, na bado yeye katika uumbaji alikuwa pamoja na Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anazo nguvu, na bado uhai wetu unamtegemea yeye. Uhai wetu unamtegemea yeye, na yeye humpa nguvu mtu ambaye amechoka. Wewe kama umechoka katika kumtegemea Mungu, umechoka katika majaribu ulio nayo, leo Yesu anakuja kukupatia nguvu na kwenda kuwa mpya, maana yeye ni Mungu mwenye nguvu. Isaya
49. Isaya sura ya 40 mstari wa 29. Mstari wa 29, Biblia inasema, wa nguvu wazimiao humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye humpa nguvu mtu aliyechoka. Ule mstari wa 29 kama alivyosoma, huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na nini jamani? Uwezo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo ukimuona mtu yeyote yule ana nguvu, ana uwezo, amepewa na nani? Amepewa na Mungu, na wala hakujipa yeye mwenyewe. Tunao watu wengi ambao wamekuwa na mafanikio ya kimaisha. Unapokuwa na mafanikio ya maisha, hayo mafanikio si wewe ambao umesababisha uwe nayo, isipokuwa huyu Mungu mwenye nguvu, Mungu anayewezesha watu, Mungu ambaye anaamsha watu waliokuwa wamekaa, Mungu anayetia nguvu, huyo ndiye amekuwezesha ukawa na mafanikio hayo. Ikiwa na maana ya kwamba kwa mafanikio ya aina yoyote ulio nayo, hutakiwi kulinga na kuendelea kujisifu ya kwamba haya ni kwa ajili yako. Sema ya kwamba haya ni kwa ajili ya uwezo wa Mungu aliye juu. Haleluya. Na ukitaka kuyatunza mafanikio yako, ni pale ambapo unaendelea kunyenyekea chini ya uwepo wa Mungu. Kuna watu hata kama wana uwezo mkubwa wa aina gani, labda ni wa mali, ni wa elimu, ukiwa naye huwezi kumfahamu mpaka hapo atakaposema jinsi alivyo, au watu atakaposema jinsi alivyo huyo mtu. Na hao huwa ni wachache katika dunia hii. Walio wengi wanapenda kujipandisha ili waweze kuonekana. Lakini mpendwa, nikwambie, unatakiwa upandishwe na Bwana na wala usijipandishe mwenyewe. Maana ukijipandisha mwenyewe, Bwana kikushusha, utaaibika na tena utawakimbia hata watu wengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeye huyu ndiye anayetupatia nguvu. Kwa hiyo kama unasikia kwamba umechoka katika kumtumikia Mungu, maana wapo wengine hata katika huduma wameanza kuchoka, lakini leo Bwana anaahidi ya kwamba anataka kukutia nguvu mpya. Na wapo watu ambao wameacha huduma walizokuwa nazo, leo hii wamebaki na historia ya kwamba mimi nilikuwa mhubiri, mimi nilikuwa mwombaji, mimi nilikuwa mwimbaji, mimi nilikuwa ninafundisha watoto, lakini leo hii yupo kama vile hajawahi kufanya huduma yoyote. Lakini Bwana anahitaji kutie nguvu ili uweze kurudi tena ufufue kazi yako, maana Bwana mwenye nguvu amekwisha kuzaliwa na amekwisha kutupatia nguvu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunakumbuka mistari mingi katika Biblia zinazotuonesha ya kwamba Yesu ni mwenye nguvu, Yesu ni mwenye mamlaka, Yesu ana uweza wote. Haleluya. Mfano, kutouliza dhoruba. Yesu alituuliza dhoruba. Marko 4 mstari wa 37 mpaka 41. Kitabu cha Marko. Marko sura ile ya 4 mstari wa 37 mpaka 41. Biblia inasemaje?
Amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mfano unaoonyesha nguvu ya Yesu Kristo, lakini ipo mifano mingi sana ambayo inaonyesha nguvu alizonazo Yesu Kristo, kwamba ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mmekwisha kusafiri majini? Mupunge mikono. Naona ni wachache kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiyo hii habari sasa ambayo inazungumzwa hapa, ya kwamba ikatokea dhoruba kuu, upepo mkubwa ukaanza kukipiga chombo, na chombo kikaanza kujaa maji. Na chombo kinapoanza kujaa maji, na ninyi wasafiri muko humo, mnashangilia maisha kwamba tunaendelea vizuri. Hapo hapo naweza ukalia ya kwamba sasa huu ndio mwisho wa maisha yangu. Tena hapo kila mmoja atamtaja Mungu wake. Wapo watakaosema mama nisaidie, baba nisaidie, lakini wapo watu waliookoka watasema Yesu nisaidie. Amen. Kwa kila mmoja ukitaka kufanya tathmini huyo na mwabudu nani, ni wakati wa matatizo. Matatizo yakitokea, kila mmoja analia vya kwake. Kwa hiyo naye mwenyewe alikuwepo katika shiteri, amelala juu ya mto. Wakamwamusha, wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Bila shaka hili lilikuwa ni jaribio tu, ili aweze kuwaona hawa watu wanaamini kwa kiasi gani. Yeye akajilaza kama vile amesinzia. Eti Mungu naweza ukamwamusha? Maana Mungu halali. Lakini Yesu alikuwa ni Mungu na mwanadamu pia. Wakaanza sasa kama vile kulalamika, badala ya kusema tunaomba tusaidie, wanaanza kumhoji ya kwamba wewe huoni sasa haya mambo vipi sasa yanaendaje? Huoni kama sasa tunaangamia? Haleluya. Akawa amewaona imani yao. Sawa na wewe leo hii unaweza ukalia wakati una matatizo, lakini nikwambie usilie, maana anayeweza kutuliza matatizo yako yuko hai na anaendelea kukutetea katika maisha yako yote. Amen. Ndipo sasa Biblia inatuambia Yesu akaukemea upepo, akauambia ukome, na ule upepo ukakoma, ukatulia. Halafu anawauliza, mbona mmekuwa waoga? Hata leo jaa moyo wa kuendelea kumtegemea Bwana, ili hata katika mapambano yetu tupambane kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitaji kupambana kiroho, tusipambane kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Halafu sifa nyingine ya tatu, Baba wa milele. Sifa nyingine ni Baba wa milele. Duniani tuna watu ambao walipoteza wazazi wao kwa sababu mbalimbali. Mfano kifo au kukataliwa au kutokuwajua kabisa. Mfano kuzaliwa na kutupwa na kuibiwa utotoni. Hawa watu wapo katika dunia hii. Wapo ambao walipoteza wazazi wao kwa sababu mbalimbali. Yamkini wazazi wao walikufa mapema kabla wao hawajajua mema na mabaya. Lakini kuna wengine ambao walizaliwa yamkini nje ya ndoa na kisha wakakataliwa. Huyu mtu anakuwa hamjui baba yake, lakini kiuhalisia baba yake alikuwepo, maana asingezaliwa kama baba asingekuwepo. Sasa kuna kuzaliwa pia. Kuna watoto wanazaliwa halafu wanatupwa, halafu wanaokotwa na wasamaria wema. Wanalelewa, wanaendelea kuishi, na wanapoendelea kuishi, na kwa sababu kama hizo sasa wao wanashindwa kuthaminiwa na kupata huduma ya baba mzazi, maana baba mzazi bado hawajawahi kumuona.
Na watu wa namna hii wakati mwingine hata mwonekano wao unaweza ukaonekana, maana mara kwa mara huwa hawana amani. Itategemeana na huyo mlezi, lakini wengi wao hawana amani. Wale mliolelewa na mama wa kambo bila shaka mnajua, si mlionja? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo sasa, kama wewe huna baba ambaye unamuona likulea, yamkini alikufa au mama, nikwambie leo tunaye baba wa milele, baba ambaye yeye hafi na kaishia huko. Alipokufa alifufuka na kapaa kwenda mbinguni. Na sasa huyo ndiye anayetoa huduma ya kweli kwa kila mmoja ambaye amemwamini, na kila mmoja ambaye amemwamini huyo anaitwa mtoto wake. Kwa hiyo sisi ni watoto wa Mungu aliye juu, ambaye ni Mungu wa milele, ambaye yeye anatuthamini tena yupo kwa ajili yetu ili aweze kutupatia mambo yaliyo mema. Maana baba hawezi kumfanyia mtoto wake mambo mabaya, lazima mfanyie mambo mazuri. Lakini hao baba wa mbinguni hawawezi kukidhi mahitaji yako yote, lakini tunaye baba wa milele. Huyo ndiye anayeweza kumaliza mahitaji yetu yote ambayo tunayo. Kwa hiyo ukiwa na hitaji lolote, licha ya kumkimbilia baba wa kimwili, unatakiwa umkimbilie baba wa kiroho ambaye ni Mungu mwenyewe. Na huyu naweza kumkimbilia hata kwa ajili ya kumnyosha baba yako wa kimwili ili aweze kukupatia mahitaji unayohitaji kwake. Maana yake hata kama unaenda kuomba kitu kwa baba, usiende kichwa kichwa. Mwambie Bwana, wewe ndiye baba wa milele, Mungu na thamini kuliko baba wengine wote. Na sasa kuna kitu na kihitaji kwa baba, nahitaji kitu hiki, na baba namjua jinsi alivyo mkorofi, na ninamjua baba jinsi ambavyo anaing'ang'ania hela. Na sasa nataka uende kwake umunyoshe, ili nikifika awe mwepesi kunipatia. Unaenda kwa huyo baba hata kama alikuwa ni mkorofi, sulishamtuma kupatia tu, chukua mwanangu mpendwa. Sio yeye, umeanza kutaka baba ambaye ni wa milele, ambaye ni baba yake na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu Kristo yeye anatutakia mambo mema siku zote, na kwa hiyo tunatakiwa kumtegemea yeye huyo, maana ndiye baba yetu wa mbinguni. Haleluya. Namba 4, mfarume wa amani. Namba 4, mfarume wa amani. Wafarume na watawala hutafuta amani kwa ajili ya usalama na maendeleo ya sekta zao. Hawa wafarume na watawala wa sekta mbalimbali hutafuta amani kwa ajili ya usalama na maendeleo ya sekta zao. Mfarume au mtawala ambaye hatafuti maendeleo na usalama wa sekta zao. Kila mfarume anatafuta amani, na ni sawa hata na familia. Hakuna familia isiyotafuta amani katika familia yake. Hakuna baba wa mji ambaye hatafuti amani katika mji wake. Kwa hiyo amani ni kitu cha muhimu sana. Na tunaposema amani, maana yake ni nini? Amani ni hali ya utulivu, hali ya kutokuwa na vurugu ya aina yoyote. Na hata majuzi tu tumeombea nchi yetu ya Tanzania ili amani iweze kutawala, na si kwa ajili ya wakati huo tu, na mpaka ya kuomba iendelee kutawala. Lakini huyo tunayemuomba amani awe kitu. Kwa tunahitaji kuomba ili amani
katika nchi yetu. Maendeleo ya sekta zao, na hakuna maendeleo yoyote bila amani. Maendeleo yoyote yanakuja kwa sababu ni ipo. Hata sisi tunaendelea katika ipo. Kama kuwa na amani, kwanza tusingekuwa na muda wa kutulia namna hii. Tunatulia kwa sababu yuko pamoja na sisi. Ambaye ndiye mfalme wake tawala sehemu yoyote ile, ambaye ufalme wowote, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni mtuliza vurugu, maana yeye ni mfalme wa amani. Haleluya! Kwa hiyo familia na mmoja mmoja hutafuta amani. Duniani amani inaweza kupatikana, lakini sio amani kamili. Amani kamili inapatikana kwa Yesu Kristo tu. Amani kamili inapatikana kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu tu. Kwa hiyo amani kamili haiwezi kupatikana bila ulimwengu kujikabidhi au kujipatanisha na huyu mtoaji wa amani ambayo ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kwa hiyo tunahitaji kuombea ulimwengu, tunahitaji kujiombea hata sisi, tuendelee kujikabidhi kwa Yesu Kristo ambaye ndiye mfalme wa amani. Pasipo huyu amani haiwezi kupatikana. Amani yetu iko kwa Yesu. Amani yetu iko kwa Yesu. Hatuna amani nyingine, na hizi ndizo sifa ambazo Bwana mwenyewe alizitoa kwa kinywa cha nabii, kwamba jina lake huyu zaliwa ataitwa nani? Mshauri wa ajabu. Na halafu yeye ataitwa Mungu mwenye nguvu. Halafu jingine ataitwaje? Baba wa milele. Haleluya! Halafu mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake vitu vyote ambavyo viko na tunatafuta tayari viko mikononi mwa Yesu Kristo, maana alikuja kwa ajili ya hivyo, na kwa hali hiyo tunahitaji kumfuata yeye. Tukimfuata yeye tumepata vyote. Kama ni washauri, tutawapata ndani ya wale waliookoka, maana wanaye mshauri ambaye ni wa ajabu. Ukimpokea mshauri wa ajabu, na wewe utakuwa mshauri. Na kikawaida mshauri, mtu inatakiwa aje kwa halafu atoke kwako anacheka, na jina la Bwana liweze kutukuzwa. Lakini bado tunahitaji watu wote ambao tumeokoka, tumemwamini Yesu Kristo, tuhakikishe tunayo nguvu ya Mungu. Tutembee na nguvu ya Mungu. Ukitembea na nguvu ya Mungu, na kwambia hata ulimwengu utakutambua ya kwamba hakika huyu anaye Yesu, maana na nguvu yake inaonekana. Hata kabla hujasema ya kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anakupenda, hata kwa msemo wako tu watu watajua ya kwamba huyu ana nguvu ya Mungu ndani yake. Haleluya! Nimekuwa nikishuhudia ya kwamba kipindi fulani nimeenda katika ofisi fulani na mtafuta mfanyakazi wa hapo. Nilipofika pale nauliza, naambiwa ya kwamba hayupo. Nikasema kwa sababu hayupo nitakuja siku nyingine. Akasema tunaomba tuambie ya kwamba wewe ambaye umekuja kumtafuta fulani ni nani? Nikasema pana, nitarudi. Nikaondoka zangu. Nilipoondoka, taarifa ambazo alipewa, alinipigia simu akaniuliza, hivi wewe ndiyo uliyetoka ofisini kwangu? Na mimi nikamuuliza, sijui ni ubishi sasa, maana mtu anakuuliza na unamuuliza tena. Nikamuuliza, kwa nini unaniuliza hivyo?
Akaniambia hivi, nimefika ofisini nikaambiwa na wafanyakazi wenzangu ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anakutafuta, na alivyoonekana ameonekana kama ameokoka. Wakati sijawaambia hata amani ya Bwana ibaki na ninyi. Kwa nini? Mtu aliye na Yesu Kristo na ana nguvu ya Mungu, anapotembea, anapozungumza, wanamwona Yesu Kristo ndani yake. Kwa maana hiyo, na sisi tunahitaji watu wamwone Yesu ndani yetu, na kisha wamwone Baba wa milele katika maisha yetu. Maana yake wewe, mtu akifika kwako, au amefika kwa baba, au amefika kwa mama, maana yake athaminiwe kama vile mtoto naye mzaa. Atajisikia ya kwamba hakika huyu ana Mungu. Lakini wengine hata kama ni nyumbani, ana watoto nao wazana, wengine anao walea, hata kileta zawadi hawezi kugawa sawa. Huyu anayemzaa tumboni atamupatia fungu kubwa, na huyu asiyemzaa tumboni anampatia fungu dogo. Maana yake unaweka matabaka. Sasa waenda mbinguni hatuko hivyo. Tunahitaji kuwathamini watoto wetu, tuwathamini watu wote sawa na jinsi tunavyojithamini sisi wenyewe, na mtu akifika kwako ionekane ya kwamba ametulia na amefika mahali sahihi. Haleluya, amen. Lakini pia tunahitaji mtu akifika kwako aione amani. Mwingine mtu akifika kwake anaona vurugu kabisa. Yaani unaweza kukuta hata mke na mume, ukifika pale hutamani kukaa hapo saa moja wakati ulikuwa umepanga kukaa saa moja. Ndani ya dakika 5, 10, 20 halafu unageuza na lugha kwamba jamani, Mungu awabariki, nilikuwa nimepita hapa tu na wasalimia. Lakini kumbe ameona vituko vyenu. Maana mwingine hata ukifika ukasema jamani hodi hapa, hata kiitika naitika karibu. Jamani hamjambo katika Bwana? Hatujambo. Utakuwa na nguvu ya kuendelea kukaa hapo, na hapo utasema ya kwamba kuna amani. Tunahitaji watu wakifika kwetu waione amani ya Bwana ndani yetu, na Mungu awabariki kwa neno hilo. Tumshukuru Mungu. Mungu wetu